Sijui mwambiwa nini mpaka muelewe. Naposema kwamba Yesu sio Mungu, ni tayari nazungumza kwa ushahidi wa maandiko matakatifu. Tunaposema kuwa Utatu Mtakatifu sio fundisho la Mungu, sijui tutumie kauli gani ili mpaka muelewe kwa mujibu wa maandiko. Maana tumeshatoa aya nyingi sana, tumezihirisha kupitia aya nyingi sana kwamba Yesu sio Mungu na fundisho la Utatu sio mpango wa Mungu na kwenye Biblia haipo. Zibitisheni basi kwa mujibu wa maandiko matakatifu kwamba Utatu ni mpango wa Mungu au ni fundisho la Mungu. Hiyo aya hamna. Sasa tuongee mara ngapi? Aya zipo nyingi sana, tumeshalielezea jambo hili na Yesu mwenyewe kwa kinywa chake amelielezea jambo hili kwa kina sana. Mfano hata ukiingia tu katika kitabu cha Yohana 17 mstari wake wa 3. Sikiza vizuri hii aya kwa masikio ya rohoni kabisa na uielewe kwa akili pia. Usisikize tu aya kawaida, sikiliza aya hii vizuri uielewe. Inasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Na ulia tena aya hii ya Yohana 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Maneno haya sio yangu mimi. Haya maneno haya ni ya Yesu mwenyewe anasema kabisa ili upate uzima basi umjue yule Mungu wa kweli wa pekee na yeye aliyetumwa. Hiyo haya inataka tena ufafanuzi tena. Kama angesema yeye au angesema yeye ni Mungu topu au angekuwa yeye Mungu topu, basi angesema na uzima milele ni kunijua mimi. Ila akasema wakujue wewe. Kwa sasa ili ukitaka kupata uzima wa milele lazima umjue yule Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyotuma. Hiyo imeze kabisa katika akili yako na moyo wako. Ili upate uzima milele lazima umjue yule Mungu wa kweli wa pekee. Na tulisema sifa za huyo Mungu wa kweli wa pekee ambazo Biblia imeziweka na unatakiwa uziamini na uzikubali. Tulitoa aya ya kitabu ya Timotheo wa kwanza 6:16. Sikiza vizuri hiyo. Sifa za Mungu huyo wa kweli wa pekee ambayo Yesu anamzungumzia. Inasema ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwanza sifa ya kwanza hapatikani na mauti. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Kwanza akaribii huyu Mungu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kumuona. Hakuna mwanadamu aliyewahi kumuona. Kwanza hakuna mtu anaweza akamuona huyu Mungu kwanza. Hakuna. Wala awezaye kumuona. Waelewa wewe, wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Kwanza aonekani. Sasa unapoendelea kungangania Yesu ni Mungu mkuu, Yesu ni Mungu. Yesu ameonekana hajaonekana? Soma kitabu ukiangalia vizuri kwa Biblia, Yesu anaongea na watu au hizo haya usomegi. Sifa pale zinasemaje? Yeye aonekani. Na kama hata Yesu mwenyewe anakiri kwenye kinywa chake. Ukisoma kitabu cha Yohana 5:8, anasema heri wenye moyo safi kwa maana hao watamuona Mungu. Sasa kama yeye alikuwa ameshaonekana afu ndio Mungu, kwa nini anasema tena tutamuona kama tukiwa tuna moyo safi? Jamani, hebu angalieni. Ndio maana nimesema thibitisha kwa ushahidi wa maandiko kwa kina zaidi. Haya unayaamini kweli au ili fundisho la Utatu Mtakatifu kweli ni mpango wa Mungu? Sio hivyo tu. Huyu Mungu lazima umjue jina lake ni lipi zaidi. Anaitwa jina gani? Twende kitabu cha Zaburi 83:18. Anasema wajue ya kuwa uitwaye jina lako Yehova. Wewe ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Jina la Mungu huyu anaitwa Yehova. Ni mmoja peke yake. Ama Yawe kwa Kiebrania, Yawe ni Mungu Mwenyezi. Peke yake, yuko peke yake. Hana ushirika. Yaani huyo ni Mungu mmoja anajitegemea. Na ndio maana hata ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1, miongoni mwa amri mmoja hapo ya kwanza ambayo Mungu ametuagiza tuitii, anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa kama Mungu ingekuwa utatu asingesema mimi, angesema usiwe na miungu mingine ila sisi. Ila anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake ile fundisho la utatu lilifundishwa na wanatheolojia wa utatu mwaka 325. Mtu mmoja Konstantino alikuwa
akisimamia kiongozi wa dola ya Romani huko, ndio alio muasisi wa fundisho hili la utatu. Hamna mpango wa Biblia kama fundisho la utatu liwepo ndani. Ni mpango tu wa watu wamekaa chini na wakaanzisha fundisho hili. Na lengo mahususi la kuanzisha fundisho hili, kwanza zaidi na zaidi, pointi yao ilikuwa kupinga amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwemo hii amri ya kwanza hii ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Maandiko yenyewe yanasema, sikia ewe Israeli, Bwana Mungu wetu Mungu ni mmoja. Sasa wewe unapoendelea kungangania miungu mitatu, unapoendelea kungangania fundisho la utatu, alafu nimesikia wengine mnasema kabisa kwamba Yesu ndo Mungu mkuu top. Yaani ndani ya Yesu kuna Baba, Mwana na Roho. Iko kitu mnakitoa wapi kwa mujibu wa maandiko? Thibitisha hayo maneno unayosema, thibitisha kwa maandiko. Kwa sababu unaposema Yesu ndo Mungu mkuu, ndani yake kuna Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Thibitisha kwa maandiko, kwa sababu Biblia imekukataa kwamba Yesu kuna anayemtegemea. Yesu mwenyewe anasema kwa sababu hii mimi nalitumwa. Sasa kama yeye angekuwa Mungu top, kwa nini anasema yeye ametumwa? Yeye ametumwa na nani? Aya ziko nyingi ambazo zinaonyesha kabisa wazi wazi kwamba Yesu yupo chini ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Ila mamlaka aliyokuwa nayo amepewa tu. 3:16 kitabu cha Mathayo. Sikiliza anachokisema, naye alipokwisha kubatizwa akapanda kutoka majini. Tazama mbingu zikafunuka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua. Na sauti ikatoka juu mbinguni. Sikiza vizuri ndugu yangu. Na sauti ikatoka juu mbinguni, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Sasa huyu nani anayeongea juu? Yesu uko chini pale anabatizwa. Alafu unaniambia eti Yesu ndo Mungu mkuu. Kwa hiyo hapo mnachanganyana. Nani mpo mnasema Yesu Mungu mkuu, mpo mnasema Yesu Mungu, alafu Yesu huyu ana Mungu wake pia. Sasa hilo jambo aliko sawa. Yaani wewe kusema Yesu ana Mungu afu ana Mungu akaza, kuna miungu mingapi? Wakati Biblia kitabu cha Kutoka 20 nasema Mungu ni mmoja tu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Na sio hiyo tu, hata kitabu cha wa Korinto wa kwanza 8:5 imezibidisha wazi kabisa. Anasema ijapokuwa wako waitwao miungu wengi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Unasikia vizuri hiyo aya? Kwanza takiwa uielewe. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Huyo ndo Mungu peke yake, na hiyo Baba ni cheo cha heshima. Sasa unapoendelea kungangania kwamba kuna miungu miwili wakati aya ishakwambia Mungu ni mmoja, wewe unasoma aya gani au Biblia gani ambayo niangalizie Biblia zote ambazo zinasema hizo. Biblia ya Kiprotestanti ile vitabu hiyo ile vitabu 66 niangalizie wapi ambako pamesema Mungu ni utatu. Niangalizie Biblia ya King James Version, Union Version, Imprimatur, zote niangalizie. Nitolee haya inasema Mungu ni utatu. Wewe nitolee tu hizo ambazo inasema Mungu ni utatu. Haya ni mafundisho ya Roman Empire. Ni mafundisho ambayo yameanzishwa, hayajajengwa katika msingi wa Biblia. Kwa hiyo tunapowaambia huu utatu sio fundisho la Mungu, basi mnatakiwa muelewe kwamba sio fundisho la Mungu hili. Yaani hapo hamna fundisho la Mungu hapo. Kwa sababu hamna haya hiyo inaye suspend, hamna haya hiyo inayeweza kukwambia wewe moja kwa moja kwamba Mungu ni utatu. Yesu kuna anayemtegemea. Yaani hiyo ipo kabisa hiyo wazi meza. Yesu ajitegemei mwenyewe. Yesu mwenyewe, ndio maana hata aya inasema pa nimekwambia sifa za Mungu hafi. Yesu si amekufa? Kwa mujibu wa ushahidi kabisa wa maandiko ipo kabisa kwamba Yesu amekufa. Sasa kama kwa hiyo Mungu alikufa manake, wakati Biblia inasema Mungu hapatikani na mauti. Kwa hiyo lazima unapojadili jambo utumie uelewa wa kina sana kwamba Mungu hafi. Sifa ni nyingi. Zingine tena kitabu cha Waebrania 7:3. Sikiza vizuri sifa za Mungu zingine hizi. Waebrania 7:3. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Huyu Mungu hana baba. Yaani hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Yesu si Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, yani mwanzo na mwisho.
Mungu hana mwanzo, hana mwisho. Yehova, Yawe, hana mwanzo, hana mwisho. Yeye ni wa milele tu. Yupo na alikuwepo, ataendelea kuwepo. Sasa mnapoendelea kujenga msimamo kwenye fundisho hili la utatu, hapo mnakuwa mpo against kabisa na maandiko matakatifu. Na kwa maana hata ukiambiwa mtu adhibitishe kwamba utatu ni fundisho la Mungu, inamchukua muda sana kudhibitisha ile jambo. Atatumia theolojia, sijui kanuni za kanisa, tu mafundisho ya kanisa, sijui kuna kanuni za Biblia na kanisa. Kanuni za kanisa wapi? Akati tunasema tumejengwa katika mitume na manabii na Yesu Kristo ni jiwe la pembeni. Sasa lazima na wanende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hapana asubuhi. Hiyo Isaya 8:20 anakuambia nendeni kwa sheria na ushuhuda. Sasa wewe unatupa sheria gani ama ushuhuda gani kwamba Yesu ni Mungu mkuu ama fundisho la utatu ni fundisho la Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo funguka, fanya haraka utoke katika shimo hilo. Fanya haraka utoke katika jela. Hiyo ni jela ambayo wewe umeingia na umepelekwa na watu wamoja wanaitwa Majesuit. Hao watu tutakuja kuelezea kwa kina sana. Ndio wameeneza fundisho hili duniani kote. Theolojia ya utatu. Hakuna fundisho la Mungu hapo. Kwa hiyo endelea kumwamini Yesu, lakini pia uelewe kwamba Yesu ametumwa na Mwenyezi Mungu na alitumwa kwa mission maalum ya kuukomboa ulimwengu. Na maana hata ukisoma tafsiri tu ya neno lenyewe Kristo au Masihi tunasema ni Kiebrania, Kristo ni Kiunani ama Kigiriki. Tafsiri zote hizi mbili zinalenga anayetumwa kuja kukomboa au kuja kuwa mtawala. Yaani mkombozi au anayekuja kuwa mtawala. Na maana unaona hata Yesu alipojishusha kwa ardhi ya kimaskini, Wayahudi walimkataa kwa sababu wakati walikuwa wanatesa na dola ya Roma. Roma ilikuwa inawatesa. Kwa hiyo badala ya kuwa inawatesa wakawa wanataka mkombozi. Baadhi ya fununu walizisikia na uvivu wao wa kusoma, walisikia kama kuna Masihi atakuja kuwakomboa. Na maana hata unaona hiyo mwanamke pale Msamaria pale kisimani alikuwa anaongea na Yesu, anasema maana tuasikia kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Hiyo Yohana 4:20 ukisoma. Anasema maana tuasikia kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Atakapokuja huyo atatufunulia yote na kutuambia yote. Yesu anawaambia unayesema naye ndiye. Yaani hata ishara na dalili alikuwa hajui kama za Masihi au Yesu Kristo zipoje. Kwa hiyo walipokuwa vivu hawajui. Yesu alipokuja katika zile ya kimaskini, tunaona wakaanza kumbeza, wakaanza kumkataa, na ndio wao walikuwa wamehusika na mchango mkubwa sana katika hali zote zilizomkuta Yesu, upinzani mkubwa ambao alikuwa anaupata. Wayahudi wenyewe ndio walikuwa chanzo kikubwa sana cha kumpinga kwa sababu walikuwa waelewe Yesu sifa zake ni zipi na ukombozi anaokuja anakuja kukomboa ukombozi wa aina gani. Kwa hiyo Yesu maandiko yameshamzilisha wazi kabisa kwamba yeye ni nani, na Biblia imeweka wazi Mungu mmoja ni nani kwa mujibu wa Biblia. Tumeshamuelekeza hapo. Fundisho la utatu ilikataa kuanzia leo. Hakuna fundisho la Mungu hapo. Wewe endelea kungangania. Kwa sababu unapoendelea kungangania hakuna haya inayokubeba wewe. Nithibitishia kuna haya ambayo inasema usipoamini Yesu ni Mungu unaenda motoni, au uzima wa milele. Ili upate uzima wa milele uamini Yesu ni Mungu. Hiyo haya hakuna. Ukipata tu hiyo haya, mimi nakuja kanisani kwako, nakuja na kufanya ibada, tunaanza wote kujiunga kuamini utatu, ambao unasema ili upate uzima wa milele basi lazima uamini kuwa Yesu ni Mungu. Ila zipo haya ambao zinasema ili upate uzima wa milele basi umjue yule Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa, ambaye tumeshamsema hapa. Yaani huyu usipomjua huyu umeumia. Hiyo fanya haraka sana. Usipomjua huyu umeumia. Toka bwana, toka gizani bwana.